Na hii hapa ni sehemu ya pili ya wasifu wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini kwambie kwamba shout out sana kwa King Noel pamoja na Clara na waigizaji wote wa tamthilia ya Choice kwa kuweza kutuletea sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 70, ambapo tukiendelea kusubiria sehemu ya 71 tumeona tujikumbushe zaidi katika historia ambazo zinaendelea kushika kasi zaidi. Hii ni sehemu ya pili ya historia ya wasifu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na tulishia wakati ule pale ambapo Nyerere alisikika akisema kuwa alikuwa mwalimu kwa kuchagua na wanasiasa kwa bahati mbaya. Sasa hiyo kwa bahati mbaya ndo tulikuwa tumeishia hapo. Sasa tunaendelea. Alipojiuzuru walimu na kuzunguka nchi nzima nchini Tanganyika kuzungumza na watu wa kawaida na wachifu na wale machifu wale ili kuleta muungano katika kupigania uhuru. Pia alizungumza kwa niaba ya TANU katika baraza la udhamini na kamati ya 4 ya Umoja wa Mataifa huko New York, Marekani. Uwezo wake wa kuunganisha watu ili wawe kitu kimoja na umoja na mshikamano, kutetea haki zao, pamoja na kipaji chake cha kujenga hoja, kutetea na kuzungumza kwa ufasaha. Hivyo vyote viliweza kumwezesha kufanikisha Tanganyika kupata uhuru bila umwagaji wa damu. Ushirikiano mzuri ulioonyesha kwa unyenyekevu mkubwa aliyekuwa ni gavana wa wakati huo Bwana Richard huyo aliweza kusaidia pia kuharakisha upatikanaji wa uhuru. Tanganyika ilipata uhuru wake tarehe 9 Disemba 1961 na Nyerere alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa Tanganyika huru mwaka mmoja baadaye. Nyerere alikuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyerere alikuwa kiungo muhimu katika kuleta muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyounda Tanzania baada ya mapinduzi ya Zanzibar mwaka 1964 ambayo yalimtoa madarakani sultani wa Zanzibar Jamshid bin Abdallah. Tanganyika ilipata uhuru wake tarehe 9 Disemba 1961 na Nyerere alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa Tanganyika huru mwaka mmoja baadaye. Nyerere alikuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyerere alikuwa kiungo muhimu katika kuleta muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyounda Tanzania baada ya mapinduzi ya Zanzibar mwaka 1964 ambayo yalimtoa madarakani sultani wa Zanzibar Jamshid bin Abdallah. Mnamo tarehe 5 Februari mwaka 1977, Mwalimu Nyerere aliongoza chama cha TANU katika kuungana na chama cha tawala cha Zanzibar cha Afro Shirazi Party ASP na kuanzisha chama kipya kilichoitwa Chama cha Mapinduzi CCM. Akiwa mwenyekiti wake wa kwanza, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliongoza taifa kwa miaka 23 hadi mwaka 1985 alipostaafu na kumwachia nafasi rais wa awamu ya pili Mzee Ali Hassan Mwinyi. Yeye alibakia kuwa mwenyekiti wa CCM hadi mwaka 1990 alipostaafu, licha ya kuwa aliendelea kuwa na heshima kubwa katika nyanja za siasa ya Tanzania na duniani hadi kifo chake Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu Nyerere alitumia muda mwingi kukaa kijijini kwake Butiama huku akilima shambani kwake. Pamoja na hayo, alianzisha taasisi ya Mwalimu Nyerere Foundation mwaka 1996. Aidha, alikuwa mpatanishi wa vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa huko Burundi. Pia kati ya mwaka 1987 hadi mwaka 1990 alikuwa mwenyekiti wa Tume ya Kusini South Commission.
Tarehe 14 Oktoba mwaka 1999 ni siku ambayo taifa la Tanzania halitakuja kusahau kamwe, kwani Mwalimu Nyerere aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 77 katika hospitali ya St Thomas iliyoko jijini London, Uingereza, baada ya kuugua kansa ya damu. Mwili wa Mwalimu ulipokelewa jijini Dar es Salaam tarehe 18 Oktoba mwaka 1999 na kupelekwa nyumbani kwake Msasani tarehe 20 Oktoba mwaka 1999. Mwili wa baba wa taifa ulipelekwa uwanja wa taifa wa Watanzania ili Watanzania kwa ujumla waweze kumuaga mpendwa wao. Tarehe 21 Oktoba mwaka 1999 ilifanyika sala ya mazishi ya kitaifa katika uwanja huo ambayo iliongozwa na Muadhama Kardinali Pengo. Viongozi mbalimbali wa ndani na nje ya nchi walihudhuria ibada hiyo. Watu waliendelea kumuaga mwili wa baba wa taifa usiku kwa mchana hadi tarehe 22 Oktoba mwaka 1999 jioni. Mwili wake ulipokelewa na kusafirishwa kwenda Musoma na hatimaye kusafirishwa kwenda kijijini kwake Butiama kwa ajili ya mazishi. Basi hatimaye mwili ukasafirishwa kwenda kijijini kwake Butiama kwa ajili ya mazishi. Mazishi ya Mwalimu Nyerere yalifanyika tarehe 23 Oktoba mwaka 1999 nyumbani kwake huko Mwitongo katika kijiji cha Butiama wilayani Musoma vijijini huko mkoani Mara. Mwalimu Nyerere ni kumbukumbu hadhimu kabisa, ambapo Watanzania wengi wakibaki wanakumbuka vitu vikubwa ambavyo alivitenda katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anavyokumbukwa. Mwalimu Nyerere ni kati ya viongozi wachache wa Afrika ambao wameachia madaraka kwa hiari baada ya kutawala kwa miaka 23. Lakini pia alileta umoja, upendo, mshikamano, amani na haki Tanzania na barani Afrika. Lakini pia alishiriki hatua mbalimbali za kupigania hadi kupata uhuru. Lakini pia alitokomeza ubaguzi wa rangi. Lakini pia kabla ya kuingia kwenye siasa alikuwa ni mwalimu, na kazi hii ndiyo ilimpa jina maarufu la mwalimu. Lakini pia Mwalimu alijenga umoja wa kitaifa na utamaduni wa Kiafrika pamoja na kukuza lugha ya Kiswahili. Alitetea usalama wa taifa katika vita dhidi ya nduli Idi Amin. Alitoa mchango mkubwa kwa vyama vya ukombozi vya nchi za kusini mwa Afrika kama vile ZANU Zimbabwe, ANC na PAC Afrika Kusini, SWAPO Namibia, MPLA Angola na Fremon Msumbiji. Alisimamia sera za kujali utu na ubinadamu. Alikuwa muasisi wa itikadi ya ujamaa na kujitegemea na Azimio la Arusha. Azimio hilo lilikuwa ni shabaha ya kujenga nchi na kijamaa ambayo watu wake ni huru na wenye uwezo wa kuamua mambo yao wenyewe. Huu ulikuwa ni wasifu wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tulianza sehemu ya kwanza mpaka hapa tumefika sehemu ya pili. Maoni yako ni yapi? Sehemu ya pili ndo ni ya mwisho kwa wakati huu hapa. Historia hii hapa ndio mwisho. Hivyo basi kama utakuwa na maoni yoyote unaweza ukatoa maoni yako hapo chini ya video hii hapa, lakini pia usisahau kusubscribe. Ukisubscribe hapo utakuwa ni moja kati ya familia na utakuwa ukipokea notification na utakuwa kwa kwanza kuona taarifa mpya mbalimbali zote za kimichezo, kisiasa, kijamii, habari za wasanii na zote ambazo zinazohusisha
ulimwengu mzima. Bana, hadi wakati mwingine, wakati huu nikwambie kwamba share video hii hapa, lakini pia like ili ipendeze zaidi. Bye bye, hadi wakati mwingine. Bye bye.